Onyo kali imeweza kutolewa kwa vijana ambao wanapanga kuweza kutekeleza maandamano kwa mara nyingine tena katika taifa la Kenya tarehe 25 mwezi wa 2025 mwezi wa 6 huku jijini Nairobi. Onyo imeweza kutolewa kwamba iwapo kuna mtu yoyote ataweza kuonekana akiweza kanyaga katikati mwa mji wa Nairobi ili kwamba kuweza kufanya maandamano, basi wataweza kudeal na yeye. Mtazamaji wangu, haya yote yameweza kuzungumziwa siku ya leo, ikiwa ni mojawapo ya vitu ambavyo vinazidi kuashiria na kuonyesha kwamba, mtazamaji wangu, kwa kweli mambo yameweza kubadilika na sio kuzuri na si kuzuri hata kidogo. Pia Rigathi Gachagua ameweza kupewa onyo kali zaidi na ameweza kuambiwa kwamba iwapo ni yeye ndiye ambaye atakuwa mmoja wa viongozi ambao watakuwa akiweza kulead ila ambayo ni maandamano ambayo ataweza kutendeka tarehe 25, basi itakuwa ni ngumu zaidi na itaweza kumgharimu, mtazamaji wangu, na hata ataweza kukamatwa iwapo he will definitely try to do what I'm telling you. Mtazamaji wangu, ningependa nikuchezee video ambayo kwa kweli inazidi kuashiria na kuonyesha yale ambayo nayazungumzia kwamba ni mambo ambayo kwa kweli yameweza kupangwa na yako tayari kuweza kutekelezeka. Kabla sijaweza kuonyesha video hiyo ambayo vijana wa Gen Z wanazidi kuuziwa na kuambiwa kwamba wasijaribu, ningependa kwa moyo mnyenyekevu kwa dakika moja hakikisha kwamba una like video hii. Asante sana iwapo umeweza kufanya hivyo. Cha pili ambacho ni cha muhimu zaidi, nibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja jiunge nasi kwa kuweza kunibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii kabla tujaweza kuzamia au kuendelea na mazungumzo yetu ya siku ya leo. Asante sana kuweza kujiunga nasi moja kwa moja. Karibu nikope lako sikio ili kwamba tuweze kuangazia tusonge mbele kwa yale ambayo yanazidi kuendelea. Mtazamaji wangu, kwa kweli taarifa ambazo naenda kukuonyesha ni taarifa ambazo ni za kushangaza sana, na bila kupoteza muda wako mtazamaji wangu, ningependa nikuchezee video ambayo naizungumzia, video ambayo inazidi kuonyesha kwamba Gachagua ashikwe. Sakaja vijana ambao wanapanga polisi au kufanya maandamano, weka pale Nairobi polisi ili kwamba vijana waweze kushughulikiwa mara moja. Here is the video. 20,000. Thank you very much. Julian, MCA Murang'a County. Thank you very much. 20,000. Na kuna mtu anaitwa Matach, nataka aweke msumario. Nimesema na tumesema ni 10 bila nini? Mumekubali? Hata sisi tumesema kama spokesman wa Mount Kenya, nimesema 10 bila break. Asanteni. Mimi nimetoa 20. Sasa mimi naitwa Matakue Imobimba. Sawa sawa? Mimi ni MCA kutoka Korokocho Ward. Ni venye wabunge wameenda, nilikuwa nataka niambie wabunge wawachie Gachagua ma MCAs. Mukianza kubishana na Gachagua, Gachagua ni mtu mdogo sana. Huyu Gachagua mwachie MCAs to deal na yeye. Kila saa mkisema Gachagua mnafanya na mea kiburi. Sawa sawa? Ya pili, huyu Gachagua nasikia yeye si Mkikuyu. Nasikia yeye ni Mkale. Ni Mkale kweli? Mimi nilisikia Gachagua ni Mkale. Gachagua si Mkikuyu. Sasa kama Gachagua si Mkale, basi yeye ni Msudan. So I want to tell Gachagua, wewe utahangaisha watu. Na kwanza Gachagua alisema atachoma Kenya. Watini niwaambie kitu moja. Mimi ni kijana wa Raila na mimi nilishikwa mara 2 kabla baba ashikane na Ruto. Leo Gachagua anasema atachoma Kenya na hajashikwa. I want to appeal to police. Kwani Gachagua ni nani? Gachagua ni raia kama watu wengine. Go and arrest Gachagua. Huwezi sema ati Kenya itachomeka na watu wamenyamaza. And I want to appeal to police. Don't sabotage William Ruto. Sakaja, umesikia Kimani Ichung'wah akisema sisi hatutakubali mali ya Nairobi kiharibiwa na wale watu wauni wanakuja kuharibu Nairobi. Huyu gavana juzi aliweka zile vitu za kuweka takataka, wanakuja wanavunja. Sisi hatukatai kijana aliuliwa, lakini huyo Ojwang aliuliwa ndio gari ya mtu ichomwe. Ojwang aliuliwa ndio Nairobi yangamizwe. Sakaja, umepatiwa point. Panga vijana na polisi, ule anakuja kuleta ujinga, tutamenyana. Wakale ya mwisho, Wakale, mnanisikia vizuri? Mimi nakwambia kama Raila angekuwa rais, alafu watu wanaleta nyenyenye, ni makofi. Nini mnaleta mchezo?
Huyu kijana ni wenyu. If you cannot protect William Ruto, shauri yenu. Haya, wapi makofi ya mheshimiwa Matakwe? Asanti. Mimi kwa majina naitwa Roro. Mimi ni MCA kutoka pale Umoja na mimi ndio Chief Whip ya UDA katika serikali ya Governor Sakaja pale Nairobi. Mimi kwanza nimshukuru Operations Faruk kwa kutuita hapa. Ni mara yangu ya kwanza kuja hapa na nafurahia hii mradi yake ya kushikilia kina mama. Na pia sisi tunawakaribisha pale Nairobi, tuendelee tu kueneza hii mtindo mzuri ya kuinua watu ya bottom up. Si ni kweli? Wapi makofi ya Faruk? Wapi makofi ya Governor Sakaja? Mtazamaji wangu, kwa kweli mambo hayako jinsi na ambavyo tulikuwa tukiweza kutarajia. Moja kwa moja vijana wameonywa kwamba they are not allowed to go to the streets to do maandamano. Jambo la pili ni kwamba imeweza kusemekana kwamba Rigathi Gachagua aweze kamatwa mara moja iwapo ataweza kuzidi kumzungumzia Rais William Samoei Ruto vibaya. Jambo la tatu ni kwamba hata kama huyu ambaye ni Ojwang ameweza kuiaga dunia, haimaanishi kwamba vijana waweze kuelekea katika streets ili kwamba kuweza kuharibu vitu katikati mwa mji wa Nairobi. Mtazamaji wangu, hayo ni kulingana na mimi vile na ambavyo nimeweza kuielewa, na ni kulingana pia na mimi jinsi na ambavyo nimeweza kuyaona. Vijana eti kwamba waweze kushikwa if they dare to step their legs in Nairobi CBD to protest. Mtazamaji wangu, nimekuwa nikiweza kufuatilia kesi hii ya Albert Ojwang kwa muda mrefu, nikasema kwamba lazima niweze kuja ili kwamba niweze kuzungumzia, nikufahamishe mazito usiyoyaelewa ambayo yaliweza kutukia au matukio ambayo wengi wamekuwa kiweza kuzidi kufichwa. Now, on Saturday, June 7th afternoon, Albert Ojwang was arrested by DCI officer while having lunch at his father's home in Homa Bay County. He was briefly held at Mawengo police station in Homa Bay County, then driven towards Nairobi. While in transit, he calls friends to say he has been arrested. Then the same Saturday at 9:24 p.m. I want you to get that time. On Saturday at 9:24 p.m. Albert makes another call, this time to call his wife. He says he has been arrived in Nairobi and he's being taken to Central Police Station. The same day, Saturday at 9:40 p.m. that is 16 minutes later, his friends rushed to Central Police Station, where officers confirmed that Albert is there, but no one is allowed to see him. Then the silence. Then on Sunday at 1:35 a.m. mida ya usiku wa manane, new CCTV evidence. The surveillance camera captures police carrying Albert's lifeless body into Mbagathi Hospital. That means Albert was already dead or near dead by that time. Then on Sunday, the same night, at 2:35 a.m., despite the CCTV showing him dead at 1:35 a.m., Albert is officially booked into the occurrence book OB at Central Police Station as alive. Yani ati saa 8:35 usiku ati ndio ambaye aliweza kufika pale Central Police Station akiwa hai. Lakini CCTV inatuonyesha kwamba saa 7:35 usiku ndio ambapo aliweza kufikishwa pale katika hospitali. So this means kwamba kuna mahali tunadanganywa na tuliweza kudanganywa. Then on Sunday at 3:45 a.m. he entered into the OB again. This time, mtazamaji wangu, akiwa ameweza kuiaga
dunia. Now, I have 4 questions that I need to ask that I also have no answers. If Albert was already being carried into Mbagathi at 1:35 a.m., why was he booked in as alive an hour later at 2:35? Question number 2. If he called his wife at 9:24 p.m. saying he was at Central Police Station, why the 5-hour delay in OB entry? Then, the third question, was he taken somewhere else to be tortured or killed before being booked? The last question, why did police lie all day Sunday claiming his body was at Mbagathi when it was later confirmed it had been taken to city mortuary? Mtazamaji wangu, mambo ni mengi yanayozidi kuendelea, nitakuwa nikiweza kuzidi kufahamisha yatakayokuwa kiweza kuzidi kujiri. That was it for now. Please subscribe.